Na pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama baada ya kuteremka hii aliwaambia isna'u kulla shay'in illa nikah, maruhusiwa kufanya mambo yote na wake zenu katika ada zao isipokuwa jambo la tendo la ndoa. Tambusu, tamkumbatia, yote isipokuwa tendo lenyewe la ndoa ndilo ambalo limeharamishwa. Na haya yalitokea wakati wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Mila ya Waarabu ilikuwa wanawekwa mbali kabisa, kando huko, wanatengwa kabisa. Paka baadhi wanasema hawa wasipike. Mwanamke shekhe akiwa kwenye ada yake yoruhusiwa kupika, tena hata kuchinja na ruhusiwa, na tukala hicho kichinja. Hayuko tahara bana huyu, asikuchinja. Hakuna habari hizo katika Uislamu. Kwa hiyo hata kuchinja mwanamama leo kwenye ada ya mwezi au baada ya kujifungua atachinja kama kawaida. Lilokatazwa ni moja tu katika miamala baina ya watu, ni moja tu, nalo ni tendo la ndoa yeye na mwenza wake. Na katika miamala yeye na Allah subhanahu wa ta'ala imekatazwa nini? Swala, kutufu al-Kaaba, kufunga saumu ya Ramadhani, na pia kugusa msahafu. Meleka. Na baadhi ya kauli hata kusoma Qur'ani wamesema baadhi wengine, lakini kauli ambayo haina nguvu mno. Hilo la kwanza. Jambo la pili, at-talaq. Hapo sasa hili alimuhusu na usu wanaume. Talaka jamani haitolewi wakati wa ada ya mwezi. Talaka hivyo nini? Haitolewi mwanamke anapokuwa kwenye ada yake ya mwezi. Talaka bid'i katika lugha ya sheria. Milango tutaikuta mbele baada ya milango hii ya tahara. La yutallaqu almar'a fi 'adatihi au fi alhayd wala fi taharatin jumi'at fi, yani mwanamke haachwi katika ada wala katika utahara ambao amekutana mwenza wake. Imeeleweka hiyo? Yani mwanamke akiwa kwenye ada yake ya mwezi haupaswi kumpa talaka. Na kuna hekima nyingi shekhe hapo. Kuna hekima nyingi sana shekhe. Wanandoa wanajua. Kuna kipindi magomvi ya mme na mke ni kwa sababu hajakutana tu. Au hilo lipo. Wanandoa mpo. Inawezekana mgogoro kwa ni mzito, lakini jambo likipatikana la ndoa mgogoro unaishi hapo hapo, utashangaa. Sasa wakati ule umekatazwa wakati wa ada. Hekima ya kwanza hii. Hekima ya pili, mwanamke ambaye kwenye ada yake ya mwezi hata saikolojia yake haiko vizuri, hata utendaji wake wa kazi, watafiti wameweka kabisa sema hata utendaji wa kazi mwanamke kwenye ada ni tofauti. Ima ni kwenye kuandika ni karani au shughuli zake ni tofauti. Kwa kuna mabadiliko ya kibiolojia yanamkuta mwanamke katika hali hii. Na kuna kipindi anakuwa na hasira zaidi. Sasa kipindi hichi ikasema sheria hapana kumpa talaka katika kipindi hichi. Hiyo ni hekima, sio mlango wetu. Lakini talaka mwanamke hapewi anapokuwa katika ada yake ya mwezi. Ipokuwa akipewa talaka imekubalika. Jambo lingine hilo. Imekubalika. Tutaona kule katika milango ya talaka kule. Lakini bid'i, talaka bid'i inaitwa. Si hilo himizo kisheria. Hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilizungumzia hiyo. Kwanza aya inasema fatalliquhunna li'iddatihinna, wapeni talaka wanawake katika eda, katika hesabu zao. Li'idda min adda ya'uddu idda, katika hesabu. Na hapa wanazuoni wakafasili hapa ni katika utahara wao, kama hadithi ilivyofanua ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama pale alipomwambia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, akamwambia kijana wake Abdullah ibn Umar, ambaye Abdullah ibn Umar ni kijana wa Umar ibn Khattab. Yeye alimtaliki mke wake katika ada. Mtume akamwambia Umar, nenda kamwambie kijana wako Abdullah ibn Umar, muruhu liuraji'u, muamrishe amrejee mke wake. Hakuna talaka katika wakati wa nini? Wa hedhi. Na hadithi hii kazua gogoro kwa wanazuoni kidogo, gogoro moja ambalo niligusia pale mwanzo.
kwamba Mtume alimwambia muamrishe amrejee. Baadhi ya wanazuoni wakafasiri kwamba manake talaka ilituka, ilikubalika. Laiti singekuwa sio talaka singewa mrejee. Imeeleweka eh? Baadhi wakasema hapana, hapa si kumrejea kwa maana ya kumrejea, hapa ni kwa maana mwambie talaka haipo hapo. Kwa maana talaka katika hedhi haipo kabisa. Ndio khilafu za wanazuoni ndio kuzikuta mbele katika masuala ya talaka. Wao wanasema ukimpa talaka wa muda wa hedhi maana yake talaka haipo, hujamwacha. Baadhi wanasema hapana, ukimpa talaka ipo lakini umekosea katika sheria, unapata dhambi kumpa katika muda huo. Angalieni masala khilafu jinsi yalivyo ikhtilafu. Watu wanachukulia ikhtilafu jambo kwamba wanapaka wanazozana mpaka kutoana katika Uislamu. Lakini ndio misingi kama hii ya kuelewa nasu au nusus za Allah za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam au aya za Qur'an. Mpo? Kwa kitendo cha mtume kumwambia Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu amwambie mwanae Abdullah ibn Umar amrejee mke wake kwa sababu amempa talaka katika muda wa hedhi, kaonesha kwamba hairuhusi kumpa mwanamke talaka katika muda wa nini? Wa hedhi. Jambo la tatu lifai kwa mwanamke as-sala, kuswali. Inajulikana hilo kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia Fatima bintiye, Allah muiradhi, kumradhi so binti yake ni li Fatima binti Abi Habsh, alimwambia Fatima mtoto wa Habsh kwamba idha aqbalatil haidha fad'i as-sala, ukiingia katika ada ya mwezi acha swala, ikija hedhi acha swala. Maana yake swala pia haitakiwi swala. La nne as-saum, saum pia hairuhusiwi kwa mwenye ada. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kauli yake mtume isemayo alaysa ihdakunna idha hadat lam tasum wa lam tusalli, hivi sivyo kwamba mmoja wenu katika ninyi akina mama akienda ada ya mwezi hapasi kufunga wala kusali? Kaonesha kwamba swala ama saum hairuhusiwi kwa mtu aliye kwenye ada ya mwezi. Qulna bala, wakasema bala, hapana, ni ndivyo ilivyo, sivyo bali ni hivyo. La tano at-tawaf, kuzunguka makutufu al-Kaaba. Nao pia ni kaulihi sallallahu alayhi wasallam li Aisha radhiyallahu anha lamma hadat, na hii ni kwa mujibu wa kauli yake mtume alipomwambia Aisha alipoingia katika ada yake wakati wanatekeleza ibada ya haji. Akamwambiaje Aisha? Mtume akamwambia Aisha, if'ali ma yaf'alu al-hujjaj ghaira alla tatufi bil baiti hatta تطهري حذف النون بالنسب تطهرين حتى منصوب بحذف النون. طيب, akamwambia kwamba mtume alimwambia bi Aisha, fanya yale ambayo yanafanywa na mahujaji kama kawaida, lakini bali isipokuwa jambo la kutufu usizunguke al-Kaaba mpaka utapokuwa tahara. Kaonesha kuzunguka al-Kaaba yuwapaswa uwe tahara. Qira'atu al-Qur'an ala ba'd aqwal al-ulama, pia kusoma Qur'ani kwa mujibu wa kauli ya baadhi ya wanazuoni. Tulifanua kule nyuma katika masuala ambayo hayafai kwa mtu mwenye janaba, nifas na hedhi, tukaona kauli za wanazuoni zilizozungumza jambo hili. Wa huwa qawlu akthar al-ulama ahli al-ilmi min as-sahaba wat-tabi'in, na hii ni kauli ya wengi katika watu wa elimu miongoni mwa masahaba na wanafunzi wa masahaba, wa man ba'dahum, na walokuja baada yao. Lakin idha ihtajat ila al-qira'a, lakini akihitaji kusoma, ka an tahtaji ila muraja'ati mahfudhaha hatta la yunsa, kama mwanamama akitaka kurejea kile alichokihifadhi ila sikisahau, ruhusiwa kusoma Qur'an. Au ta'limi albanati fil madarisi, au kufundisha mabinti katika madrasa, ruhusiwa kusoma Qur'an. Au qira'ati wardaha, au kusoma uradi wake, nyiradi mbalimbali adhkari, ruhusiwa kusoma Qur'an. Jaza laha dhalika, yajuzu kwake yeye.
Wa illam tahtaji fala taqra, ikiwa kuna haja ya hivyo basi asisome, kama qala ba'du ahlul ilmi, kama alivyosema baadhi ya wanazuoni. Lakini wengi wamesema yaruhusiwa kusoma Qur'ani alimradi asishike nini? Msahafu. Jambo la 7, masul mushafi, kugusa msahafu ama kuushika. Kauli ya Allah isemayo katika suratul Al-Waqi'a aya ya 79, la yamassuhu illa almutahharun, haiusi Qur'ani isipokuwa yule ambaye yuko tahara. Jambo la 8, alifai kwa mwenye kwenye ada dukhulul masjidi wal lubth fihi au al-mukth, kuingia msikitini na kukaa katika msikiti. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kauli ya mtume semayo la uhillu almasjida lijunubin, si halalishi msikiti kukaa kwa mtu mwenye janaba, wala haidhin, wala mtu mwenye hedhi au nifas, waliannahu sallallahu alayhi wasallam, sababu mtume pia kana yudni ra'sahu li Aisha radhiyallahu anha wa hiya fi hujratiha, mtume alikuwa akimkataza Bi Aisha kuingia msikitini akiwa katika nini? Chumba chake. Yani Bi Aisha akiwa na dharura, anamhitajia mtume, kuna jambo nataka amueleze, alikuwa haingii msikitini akiwa katika hali ya ada, bali kuwa akitoa akisogea dirishani tu, anaongea na mtume dirishani. Na baadhi ya riwaya alikuwa akitoa kichwa mtume katika dirisha na Aisha anamchana nywele zake. Umeeleweka? Tayib. Wakadhalika yuhramu alaiha almururu fil masjid in khafati talawuthihi, pia ni haram kupita msikitini mwanamama kutoka mlango mmoja kwenda mlango mwingine, tokeo mlango huo atokee, yani apite tu, ni haram ikiwa atahofia kuchafua msikiti. Fa in aminat talwithihi lam yahrum, ikiwa anaona kwamba amejistiri vizuri na hawezi kutia najisi na uchafu katika msikiti, si haram kupita katika msikiti. Nukta nyingine ambayo tutaichukua siku ya leo, nukta ya 5, ma yujibuhu alhayd, kuna mambo ambayo yanapaswa kufahamika kwa mtu aliyopo kwenye ada ya mwezi. Bana, kumbe mlango wa tahara umeisha bana, ndio tukaukamilisha leo. Taangalia, tusilazimishe. Yujibu alghusl liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuwa mwanamama ametaharika, haishii kukoma tu ada ya mwezi au ada ya kujifungua tayari ya swali, la, bali yampasa akoge, kwa kauli ya mtume, da'i salah qadri ayami allati kunta tahidhin fiha thumma ightasili wa salli, kwa kauli ya mtume isemayo, acha kuswali kadiri ya masiku ambayo ulikuwa unaenda ada ya hedhi, ndani ya masiku hayo kisha koga na uswali. Kwa utahara wake ni baada ya kukatika ada ya mwezi au ada ya kujifungua, kisha aoge, ndio tahara imekamilika. Lingine kwa mtu ambaye yupo kwenye ada, kwanza ni mwanamama ambaye amefikia muda wa kuingia katika ada, albulugh. Huyu pia iwapaswa awe ni mwenye kujistiri. Akishaingia ada tu mwanamama, mtoto, binti, huyu lazima aanze kujistiri. La yaqbalu Allahu salata haidhin illa bi khimarin, Allah hakubali swala ya yule ambaye ashafikia umri wa kwenda ada, manake ni amebaleghe, amevunja ungo kwa lugha nyingine. Manake kwenye Kiswahili wanasema kubaleghe ni mwanaume na mwanamke ni kuvunja ungo, lakini kwenye Kiarabu albulugh inamhusu kufikia utu uzima mwanaume na pia hata mwanamke, yote mawili yanachukuliwa hapa. Kwa hiyo yupaswa mtu ajistiri
Kibinti kishafika tu ada, kishaingia ada tu ya mwezi, huyu ni mwanamke, lazima ajistiri. Kisheria anaitwa mukallaf, huyu anakalifishwa na sheria. Maana yake yale mambo ya wajibu yapasa yafanywe kwa mujibu wa sheria, kuswali, kufunga na kadhalika. Jambo la pili ambalo takiwa alifahamu, ambao yupo mwenye ada, al-i'tidad bihi, ni kukaa eda kupitia ada yake. Kukaa eda kupitia ada yake. Eda ya mwanamama ima ya kufiwa ama kuachwa inahesabika kupitia ada, sio miezi. Miezi mitatu bwana. Miezi 4 na siku 10 tu. Zinahesabiwa ada. Sawa, kuna ikhtilafu katika ile, zote ni ada. Sababu wanazuoni nasema ada hesabu wanavyoingia kwenye ada au wanapotoharika, ndio khilafu iko hapo. Ile thalathatu quru tatu ni zipi? Wakasema ni tahara 3 au ni ada 3. Maana yake nini ada 3? Ataenda akiingia kwenye ada tu, hapo mwezi mmoja umeisha. Akiingia ada akathalika ingia ada nyingine, mwezi wa pili umeisha. Akimaliza akaingia ada nyingine, mwezi wa 3 umeisha. Ndio maana yake. Ama tahara 3, akaingia kwenye ada akatoharika, tahara hii ya kwanza inahesabika. Akaingia kwenye ada akatoharika, tahara ya pili hii. Kaingia ada akatoharika, tahara ya 3. Kwa hiyo pia ada hii kwa mwanamke anaenda ada ya mwezi, atatumia ada ya mwezi katika eda zake. Imeeleweka Na sioenda ada tushasema kule, wallai yaisna min almahidh min nisa'i, wale ni 3 ashhur wa 10 kama sikosei, nishasahau ile aya. Tuje kukuta masuala ya talaka kule, au 4 ashhur 3 ashhur nafikiri. Kwa hiyo pia ada hii inamsaidia mtu kuhesabu eda yake mwanamama, kama Allah alivyosema katika suratul Baqara, sura ya 2 aya 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurui, na wale waliotalikiwa yatarabbasna, watakuwa na subira na kusubiri, au watahesabu bi anfusihinna, wao wenyewe kwa nafsi zao watatulia majumbani mwao, 3 qurui 3. Ndio hizo, ima ada yani ada 3 au tahara 3, utavyohesabu wewe unavyotaka. Yani 3 hiyadin, hedhi 3 kwa mujibu wa fasiri hapa. Lakini pia hiyo juu hapo ni eda ile ya kuachwa, ndio maana tunatoa neno talaka. Maana eda kufiwa ina talaka. Lakini pia hukumu bi bara'ati rahimi fil i'dadi bil haidhi, pia mwanamke anatumia ada ya mwezi ili kuhukumu kusalimika fuko lake la uzazi kupitia eda. Kivipi? Maana yake kupitia ada ya mwezi ndipo tunafahamu mwanamama huyu ni mjamzito au sio mjamzito. Ilivyo kawaida, mwanamama akiingia akiwa na ujauzito tu haendi ada yake ya mwezi, sivyo? Kwa hiyo moja katika sababu ya vipi imewekwa na sheria hivi pia ni vipimo, na ndio maana ikawekwa ile eda ya mwanamama anaofiwa. Moja kati ya hekima zake ni kwamba kujulikanwe kwamba huyu tayari tumbo lake halina mtoto au halina ujauzito wa yule aliyofariki mumewe marehemu, ili asije akaolewa mtoto huyu akaenda kwa nani? Kwa mtu mwingine yule ambaye muolewa naye baadaye. Kwa sababu ingekuwa mwanamama anafiwa leo, kesho mwezi mmoja au wiki anaruhusiwa kuolewa, maana yake huwezi kujua mimba rochanga yajulikanwa. Ataenda kule baada ya mwezi mwingine ana ujauzito.
Haijulikana ni wanani, mpaka mwende DNA sijui. Ijulikani wanani sasa, huyu ni wa yule aliofariki au ni wa huyu ambaye mmoa sasa. Kwa hiyo ni moja katika sheria hizo. Imeeleweka Kwa hiyo pia ina hukumu bara'atur rahimi fil i'tidadi bil haid, kuepukanwa na kizazi katika masuala ya kukaa eda hii ya haid. Na ndio maana eda ya mtu aliofiwa na mume wake mwanamke ikitokea ni mjamzito akafiwa leo na mume wake, kesho akajifungua, eda imeisha. Meleka, eda imeisha. Sababu ndio hikima kubwa ya eda, kujua tayari anajulikana mjamzito ana mimba ya mtu alofariki ina miezi 9. Kafariki leo au kafariki asubuhi kwa mshtuko mpaka uchungu umemkuta kazaa jioni, eda pia ishaisha hapo hapo. Wa ulatul ahmal ajalahunna an yad'na hamlahunna, kama Allah alivyosema, na wale wajawazito ajali yao kwa maana eda yao inaisha baada tu ya kujifungua. Imeeleweka Leo tumelazimika kuingia kwenye masuala ya ndoa ya talaka, sababu ndio tupeleka mlango huko, hatuna ujanja kuingia huko kukwepa. Lakini hiyo ni nyepesi. Maana mtu leo tu kafiwa na mumewe, kajifungua, kesho tayari hana eda imeshaanza kaolewa. Ndio tafakari mwanamke ambaye ana ujauzito wa siku moja au mwezi mmoja ishaonekana, eda yake inaisha lini? Miezi 9 baada ya kujifungua. Ndefu kule ni kurefu. Kwa hiyo una urefu pia upo, sio kwenye ufupi tu, kumsiangalie huko tu kwamba una urahisi, na urefu pia upo. Miezi 9 amefiwa na mumewe akiwa na ujauzito mwezi mmoja, atakaa miezi 8 mpaka anapojifungua. Kwa hiyo itapitiza mwaka mmoja mpaka ajifungue mwaka mzima. Umeeleweka Kwa hiyo moja katika swala la al-haid inatusaidia kuhukumu bara'atur rahimi fi i'tidadi bil haid, kwamba kuepukana kizazi na katika wakati wa kaida kwa mwanamke. Tanbihi hii shikeni sana, tanbihi. Narudia tena, shikeni sana hii tanbihi. Na hii maswali mengi huwa yanazuka, hasa wakina mama, na sisi pia ndio wamezao au walimu wao au wadogo au kaka zao na kadhalika. Idha tahuratil haid au an-nufasa qabla ghurub ash-shamsi, atakapotaharika mwenye ada ya mwezi kabla ya, au yule mwenye ada ya kujifungua kabla ya kuzama kwa jua, yani kabla ya magharibi kuingia, lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal-'asra min hadha al-yawm, inamlazimu aswali swala ya dhuhuri na alasiri, azilipe. Imeeleweka? Angalizo limeeleweka, angalizo hili. Huyu adhuhuri ilimkuta hapo kwenye ada yake, alasiri kadhalika, lakini kabla alasiri jaondoka muda wake akatoharika, aoge, aswali adhuhuri na alasiri aiswali. Imeeleweka Hapa nafikiri swala nyingi zinawapita kina mama hapa, au mnasemaje? Azitupiti hapa, atuambii jamani zikawapita hizi. Lingine, waman tahurat minha qabla tulu'i al-fajr lazimaha an tusalli al-maghriba wal-isha fi hadhihi al-layla, atakayetaharika kabla ya kuingia alfajiri, magharibi imemkuta yupo kwenye ada yake, dhuhuri al-asri mpaka magharibi, na isha inaingia bado yupo kwenye ada ya nini? Ya mwezi. Lakini kabla isha haijaisha muda wake, maana yake alfajiri jaingia, akataharika, yamlazimu aswali magharibi na isha. Mpo mashekhi? Tuna kazi ya kwenda kufikisha ujumbe huu.
katika usiku huo. Naam, lianna waqtu as-sala athaniya waqtu lis-salati al-ula, kwa sababu kikawaida wakati wa swala ya kwanza ya pili asili yake ni wakati wa swala ya kwanza. Kivipi? Swala ya magharibi inaingia muda gani? Inapozama jua na kudhihiri kwa mawingu mekundu, shafaqul ahmar. Inaondoka muda gani? Inapotoweka tu mawingu mekundu inaingia nini? Isha. Kwa hiyo hizi ni mutakaribatani, hizi zimekaribiana swala mbili hizi. Kwa hiyo wakati wa isha tegemeana na nini? Na wakati wa nini? Wa magharibi. Kwa hiyo zikawekwa ni hukumu moja. Imeeleweka? Fataghtasilu tusalli, atatakiwa aoge na aswali. Lihadithi Salama radhiyallahu anha, kanat an-nufasa'u ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama tajlisu 40 yawman. Shaenda kwa mambo mengine huko, umeruka. Utakushangaa kuja 40 yawman umetoka wapi? Lakini hii takhfif kidogo ni kauli ya baadhi ya wanazuoni. Imam Ahmad ibn Hanbali, Imam Malik ibn Anas na Imam Ash-Shafi'i ndio kauli yao hii. Lakini kauli ya Imamu Abu Hanifa an-Nu'man al-Hanafiyya, wao ataswali muda wa swala ambayo imemkuta yuko kwenye tahara. Kivipi? Huyu ameenda ada yake ya mwezi ya dhuhuri imeingia kwenye ada, alasiri imeingia kwenye ada, kabla muda wa alasiri haujamalizika akataharika, aoge aswali alasiri, kwa sababu wanasema haiwezi kuwa hukumu ya swala ambayo iwe ni lazima kwa haikuwa ni faradhi kwake kabla, haikuwa ni wajibu tekeleza ibada ya dhuhuri kwake yeye huyu, kwa sababu hakuwa kwenye tahara mpaka muda wa dhuhuri umeondoka, ukaingia muda wa nini? Wa alasiri. Muda wa alasiri bado kwenye ada yake, haujamalizika na kuondoka muda wa alasiri akataharika. Kwa sababu ametaharika katika muda wa alasiri, tayari huyu wajibu upo katika swala iliyopo ndani ya muda wake. Kwa hiyo swali la asiri peke yake sio na dhuhuri iliyopitwa. Nimeeleweka Hali kadhalika alikuwa na ada katika muda wa dhuhuri, muda wa alasiri, muda wa magharibi, paka unaisha inaingia muda wa swala ya isha,